Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji. Ni siku ya 16 ya mwezi Machi mwaka 2026. Natumai kwamba buheri wa afya popote unapoungana nami kutazama taarifa hizi za KTN leo. Yapo mengi tuliyokuandalia yanayoibuka na kugonga vichwa vya habari. Karibu, lakini kabla ya kuanza taarifa zenyewe, tupate taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Kwenye taarifa za KTN leo, jina langu ni Hadia Mwasiwa na mwenzangu Angel Lois atakuwa na tafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Yapo mengi tuliyokuandalia ambayo yameibuka na kugonga vichwa vya habari. Naam, tuanze na taarifa hii kuu ambapo wakurugenzi 4 wakuu wanaohusishwa na usimamizi wa hospitali ya Nairobi wameachiliwa kwa dhamana baada ya kukataa kosa la jinai kuhusiana na madai ya mgogoro wa kimaslahi juu ya kupotea kwa shilingi milioni 8 katika hospitali hiyo na kushindwa kuwasilisha taarifa za kifedha kisheria. Wanne hao walikamatwa na maafisa wa DCI wikendi iliyopita kwa madai ya kughushi stakabadhi za hospitali hiyo. Kama Winfrey Owino anavyoripoti, afisi ya ODPP ilizusha mchakato wa mahakama baada ya kucheleweshwa kusomewa mashtaka washtakiwa na kutoweka tu kabla ya kuanza kwa taratibu za mahakama. Kwa zaidi ya miaka 70 hospitali ya Nairobi imewahudumia maraia na raia wa kawaida, ikijijengea sifa kama moja ya taasisi bora za afya binafsi Afrika Mashariki. Lakini nyuma ya sifa hiyo, vita vikali vya uongozi vimekuwa vikichacha. Kukamatwa kwa maafisa wakuu wa hospitali ya Nairobi Jumamosi asubuhi kulifichua mvutano uliokuwa ukichemka na kuibua maswali mazito. Jumatatu asubuhi maafisa hao wa bodi ya hospitali hiyo walifikishwa mahakamani. Baada ya hapo, baadhi ya madaktari wakuu walijikuta wakijitetea hadharani, lakini jambo moja lilijitokeza wazi: kiini cha migogoro hii na majina matatu yakaibuliwa: jina la Rais William Ruto, Felix Koskei na Aden Duale. Madaktari hao wanadai waligeukia ofisi hizi kwa matumaini ya kuokoa hospitali kutokana na ufisadi na uongozi mbovu. Hata hivyo, waraka kutoka kwa msemaji wa Rais Hussein Mohamed umedhibitisha Rais William Ruto amekuwa akipokea ujumbe kutoka kwa usimamizi wa muungano wa hospitali, madaktari na wagonjwa wa hospitali hiyo wakiomba msaada wake kutatua changamoto za hospitali hiyo. So neither the president nor the minister for health nor any government official has any interest. We have absolutely no interest. Absolutely no interest. Our interest is only one. How do we preserve the first-class national and regional health facility that is in our country? Hili lilizua maswali zaidi kuliko majibu. Kwa nini kukamatwa huku kulifanyika? Kwa mamlaka ya nani? Nani aliruhusu kuzuiliwa kwa wanabodi hawa? The allegation that the head of state requested that 3 members be put into a board, that is, to our knowledge, that is not true. Wakosoaji wanasema kuna maslahi ya nje yenye nguvu yanayozunguka hospitali ya Nairobi, yakivutiwa na thamana yake kubwa, kwani taasisi hii inakalia ekari 20.1 za ardhi ya kifahari, ikiwa na mali zenye thamana ya takriban shilingi bilioni 12 na mapato ya kila mwezi inayokadiriwa kufikia shilingi bilioni 1.6. Hospitali ya Nairobi inamilikiwa na muungano wa hospitali nchini Kenya KHA, shirika lisilo la faida lenye wanachama zaidi ya 3,000 wanaochagua bodi. Vera Mora, KTN. Na mkunradhi mtazamaji.